Kizaazaa kilizuka na kutatiza ibada katika kanisa la ACK Witima eneo bunge la Othaya, kaunti ya Nyeri, ambako kinara wa DCP Rigathi Gachagua alikuwa akiabudu. Na watu waliojihami na waliofunika nyuso zao walirusha risasi na vitoa machozi kuelekezwa kwenye kanisa hilo. Na magari kadhaa yaliteketezwa na kuvunjwa kwenye fujo hilo. Na kama Umwangi anavyoarifu, Gachagua amekosoa tukio hili akidai maisha yake yamo hatarini. Punde tu walipojisitiri eneo walilokuwa wametengewa kanisani ACK Witima huko Othaya, milio ya risasi na milipuko ya vitoa machozi ikatawala anga nje ya kanisa. Waumini waliokuwa wamefika wakizidiwa na gesi hiyo, na kila walipopata nafasi ilikuwa ni mguu ni ponye. Wale waliobaki ndani wakijaribu kila wawezalo kujikinga na makali ya gesi hiyo iliyokuwa tayari imeingia kanisani. Nje ya kanisa hilo alikokuwa amefika kinara wa DCP Rigathi Gachagua, shambulizi hilo lililotekelezwa chini ya dakika 15 likiacha hasara ya kiwango kikubwa. Nalo liliteketezwa huku yale ya wandani wake yakivunjwa vioo na mengine kutolewa pumzi. Gachagua, ambaye wakati huu wote alikuwa amekaa kitako kanisani, akitoroshwa kwenye mwanya huu ulioko upande wa nyuma wa kanisa hilo, baada ya kubainika kutoroshwa kwake kupitia lango kuu kulikuwa bado ni hatari kwa usalama wake. Naibu rais huyo wa zamani akilizungumzia shambulizi hili amesimulia matukio hayo aliyoyataja kuwa jaribio la kuuawa. I've heard Murkomen saying that they are going to investigate. How can Murkomen investigate himself? How do police investigate themselves? These people came with a police vehicle, GK vehicle, GKB 765X. Gachagua akimwelekezea lawama Rais William Ruto, akitaka idara za usalama kuingilia kati mashambulizi ya punde yanayomlenga. How do police turn against innocent women and children and beat them and fight them with the live ammunition, with the tear gas? I think the president has gone berserk. The reality that he'll be one term is too much for him to comprehend, and he has lost his head. Hili ni huku vinara wenza kwenye upinzani Fred Matiang'i na Kalonzo Musyoka wakilikashifu tukio. This is not the country we've been wanting to build, and we've tried to build literally brick by brick for democracy, for good governance. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen, Witima, Othaya.